Hamjambo mtazamaji wa televisheni yako La Voix d'Uvira TV. Karibu kuweza kuungana nasi katika uchambuzi wetu wa habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya, msomaji wako, ni kukaribisha kuweza kujiunga nasi mahali pote ambapo lipo mwanzo hadi mwisho katika uchambuzi wetu wa habari ya siku ya leo. Ikiwa leo ni tariki 2 mwezi wa 10 mwaka 2025, uchambuzi wetu wa habari tukaribisha kuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Ikiwa kwa pamoja nasi, tukuanzie na habari zetu ambazo tutakazochambua kwa siku ya leo. Tukikupa vichwa vya habari, tutakwenda kuchambua kabisa kuhusu wanajeshi 7 wa M23 ambao kabisa waweza kujiripoti mbele ya FARDC huko maeneo ya Bunyakiri. Na pia tutakujuza kuwa askari mmoja wa Burundi akamatwa ambaye alikuwa anashirikiana na M23 huko maeneo ya Kageregere tu na vijana wazalendo. Tutakwenda kujua mengi zaidi, na baadhi tu ya mashirika za kiraia za kutetea haki za kibinadamu huko maeneo ya Kinshasa ya laumu kabisa kuhusu kukatiwa kifungo cha kifo aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila. Wasema kuwa kunakuwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Tutakwenda kujua mengi. Pia wafungwa wenye kupatikana kwenye jela kuu la Mulungi hapa mjini Uvira waishi katika hali mbovu kabisa ya maisha wanayoyapitia kuhusu mateso kwenye jela hiyo. Kwa hiyo mtakwenda kujua mengi zaidi ambayo takayo yazungumuza. Na kuhusu meya wa mji la Uvira Kifara Kapenda Kiki, akiwa meya makamu kwa sasa ni meya wa mji, alikwenda kufanya descente circulaire kwenye Espace Monima ambapo kuna kuwa na ujenzi wa barabara, ambapo watu wengi wanalaumu kuwa barabara hiyo yajengwa vibaya. Kwa hiyo wamekwenda kutembelea hapo. Mtakwenda kujua mengi kabisa ambayo aliyo yazungumuza. Na pia milio ya risasi yasikika hapa mjini Uvira, mtakwenda kujua, na kuhusu tahadhari ambayo ilitolewa na jeshi la Burundi kuwa leo watasukua zana zao za silaha nzito nzito huko milimani. Kwa hiyo basi mtakwenda kujua mengi kabisa ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Mimi na wewe nikukaribishe mwanzo hadi mwisho. Karibu. Tukianza kabisa na wanajeshi 7 wa M23 ambao waliweza kabisa kujiripoti mbele ya FARDC huko maeneo ya Bunyakiri. Kwa hiyo wanajeshi hawa, kupitia habari zetu ambazo tulikwenda kuzipata, wanasema kuwa wanapitia katika hali mbaya ya maisha. Wamoja mpaka wanaanza kupitia mtapilomulo. Utapilomulo nawaza kwamba huwa wengi kabisa mnafahamu. Kwa hiyo wanajeshi hao waanza kupitia hali hiyo, na wanaona kwamba si vema kukaa katika mateso, na wanaanza kabisa kujiripoti mbele ya mikono ya FARDC. Kwa hiyo kupitia tangazo ambalo tulilolipata kutoka vijana wazalendo ambao waliweza kusema kwamba ni jambo la kusikitisha sana kuona askari ambao hapo awali walikuwa wakijivunia kuwa wao wanalipa mshahara mnono kuliko mshahara wa FARDC. Leo hii ukiangalia baadhi ya wanajeshi wao wanapitia mtapilomulo, ukiwa ni uongozi mbaya ambao ulioanza tangu miaka 18 iliyopita. Walisumbua wanajeshi wetu, walisumbua vijana pia, mpaka sasa wamekuja kuanza tena kusumbua M23. Hebu M23 muangalie mbele, msije mkapitie yale tuliyoyapitia hapo awali. Ndio maana katika miji yote iliyohamasishwa na kusema kuwa vijana wanatakiwa kujiunga na jeshi la taifa, si kwamba kutumikia M23, kwa kuwa wao ni masilahi yao pia wanayoyatafuta viongozi. Matokeo yake ni haya: wanajeshi wa M23 walioingizwa kwa nguvu katika jeshi lao waanza kujiripoti mbele ya FARDC baada tu ya kuona kuwa hali yao imekuwa hatarini, na kuomba wengine pia waweze kuiga mfano kama na huu, nao pia waweze kurudilia maisha yao ya kawaida. Ndivyo hivyo kibarua hicho cha vijana wazalendo kutoka huko maeneo ya Bunyakiri waliweza kueleza. Ukiangalia kweli, kuna wale wazalendo ambao wako huko, na pia kuna vijana ambao waliweza kukamatwa wakaingizwa kwa nguvu, lakini hawa vijana wako wanaona kuwa nafasi wako wanaenda, wako nasumbuka, labda chakula inakuwa ni ndogo, na pia mishahara yao hawaipati kama inavyostahili, na hii
inawafanya wamoja wao waanze kujitoa kabisa kwenye M23 na kuanza kujiunga na jeshi la taifa. Pia ukisikia itangazo lisema kwamba vijana wengi pia wajikaze waje, watapokelewa vizuri bila hata tatizo. Tuje hapa Uvira, askari mmoja wa Burundi alikuwa na silaha yake AK-47 na akivalia sare za kijeshi aliweza kukamatwa na vijana wazalendo huko maeneo ya Kageregere. Haya yathibitishwa baada tu ya hiyo juzi kuweza kuoneshwa rasmi kwenye ofisi ya sekta ya kijeshi hapa mjini Uvira na silaha yake. Kijana huyu wa Burundi alieleza kuwa yeye katika jeshi la Burundi alikuwa ni mpishi ambaye alikuja kupelekwa Kamanyola na baadaye akapandishwa huko Kageregere. Baada ya kupandishwa huko Kageregere, kuna vita ambavyo viliripotiwa tangu siku ya Mungu na siku ya kwanza, na hapo aliweza kukimbia na kutojua nafasi, alikimbilia na kuachana na wenzie. Siku ya pili aliweza kukamatwa na vijana wazalendo kupitia kikosi chao ambacho kinachopatikana huko maeneo ya milimani kupitia MPDP, ambapo bwana Biadunia Meshak aliweza kueleza kuwa alikamatwa na silaha yake na kuweza kuripotiwa mpaka kwenye sekta ya operation ya Sokola ya 3 ambayo inapatikana hapa mjini Uvira, na baada ya hapo atakweza kupelekwa Burundi. Hebu uangalie, ye mwenyewe alikubali kabisa. Mimi nilichanganyikiwa kwa sababu wakati milio ya risasi litandika, wengi wetu waliweza kukimbia na yawezekana kuna wale ambao waliweza kufariki, lakini hatukupata idadi ya watu ambao waliofariki upande wa M23 Android na Twirwaneho kupitia mapambano ambayo iliyoripotiwa maeneo hayo. Kwa hiyo kijana huyu alisema kuwa yuko tayari kupelekwa Burundi pale ya kuishi katika hali ya mateso na hali ya sitofahamu. Kwa hiyo basi mpaka sasa kijana huyo iko kwenye birode ambapo amefungwa na kuwekwa rumande, na kunasubiri kabisa guvernema mbili zizungumuze ili kwamba aweze kuchukuliwa hatua ya kuweza kupelekwa huko maeneo ya Burundi. Twende na habari hizi ambazo baadhi ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu huko maeneo ya Kinshasa. Kuna baadhi ya shirika za kutetea haki za kibinadamu ambazo zatoa malalamiko yao kuhusu kukatiwa kifungo cha kifo cha aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Hawa walieleza kuwa maamuzi ambayo iliyochukuliwa na korti kuu ya kijeshi yanakwenda kabisa kinyume na sheria pia na haki za kibinadamu, kwa sababu ukiangalia vizuri jinsi walivyokata rufaa hiyo ilikuwa kabisa ni kama ya kujilipishia kisasi. Kwa hiyo wanaomba korti kuu ya kijeshi iweze kuangalia namna gani inaweza ikarudilia tena hali hiyo ili kwamba ikate sawa sawa na haki za kibinadamu. Kwa hiyo mashirika hizo za kiraia ambazo ziliweza kutangaza kupitia maredio na matelevision zilionyesha kuwa walikwenda kabisa kinyume na sheria na kinyume na haki za kibinadamu, na wamekata hiyo rufaa ni kama kujilipishia kisasi, ni kama kumlipishia Joseph Kabila kisasi. Labda kuna yale ambayo aliyofanyia chama tawala, nao wamekuja sasa kuja kujilipishia kisasi. Hapa Uvira wafungwa wenye kupatikana kwenye jela la Mulunge waishi katika hali mbovu ya maisha, hasa kutokana tu na ukosefu wa maji, ukosefu wa dawa, ukosefu wa chakula, na pia kuna wale ambao wamefungwa kabisa bila hata hatia. Hivyo aliweza kueleza bwana Jile Kabanga akiwa ni mwanasheria hapa mjini Uvira. Yeye alitamka hayo akieleza kuwa wafungwa hao wanaumwa, wengi wanakosa chakula, wengi wanakosa dawa na nafasi ya kulala pia. Na pia katika jela hiyo kuna wale ambao wanafungwa kutokana tu na ukosefu wa hatia au ukosefu wa pesa ambazo zinaweza zikawatetea. Na ukiangalia kuna wale ambao wanakamatwa bila hata kusamba na moja kwa moja wanakuwa transfere kwenye jela hilo la Mulunge. Kwa hiyo bwana Jile akiwa mwanasheria alisema kuwa sheria ni lazima kuingilia kati na kufanya liwezekanalo wale ambao wanafungwa bila hatia waweze kufunguliwa, na hata hivyo wale ambao wanafungwa ama ambao watakaobaki
wana haki ya kupata dawa na chakula na pia maji, kwa sababu ukiangalia ugonjwa wa kipindupindu tayari umeanza kuhasiri wagonjwa wa moja wenye kupatikana ndani ya jela hiyo ya Mulunge. Kwa hiyo basi ni lazima serikali ifanye iliwezekanalo yake na ichukue majukumu kama serikali ili kabisa kuweza kufuatilia hali hiyo na wanaofungwa kinyume na sheria waweze kuachiliwa huru. Meya wa mji wa Uvira Bwana Kifara Kapenda Kiki akwenda kutembelea yeye mwenyewe kabisa kwenye Espace Monima ambapo barabara nambari 5 iko na jengwa na shirika ama entreprise ya SK, na kwenda kujionea hali jinsi ujenzi unavyofanyika. Kwa upande wa raia wanasema kuwa wanajenga vibaya, wanaima sura ya Monima. Kupitia matangazo yetu ambayo tumeyatangaza tangu jana, tulionyesha kuwa watu wanalia kwamba wanajenga Monima vibaya, wanajenga katika hali ambayo haiheshimishi, kwa sababu nafasi ya Monima ni nafasi ya watu ambao watu wanaweza kwanza kufika wakapumzika baada ya kuchukua usafiri na kuendelea, lakini ukiangalia si walijenga, wananyima hiyo fasi, hakuna nafasi ya kushimamia. Kwa hiyo meya wa mji alienda kuona hali hiyo na kujionea mwenyewe. Lakini kupitia meya wa mji, baada ya kuuliza masuala wale wa engineer wa SK walieleza kuwa waliweza kufanya hivyo kwa sababu walikuta wako na difficulty ya barabara ambayo ingepanda moja kwa moja kuko matio za Regideso na kuko pia maotansio. Kwa hiyo imewafanya kabisa wasiweze kusogea na kuacha barabara upande wa juu na kushuka ngambo ya chini. Hiyo ndio sababu meya wa mji aliweza kutoa kama vile shauri kwa vijana waache kuwa manipule na baadhi ya watu waache wapate hiyo barabara, kwa sababu barabara hiyo wameomba siku nyingi, na hii ni kama zawadi ambayo Rais wa Kongo Felix Tshisekedi alikwenda kupea raia wa Uvira. Tukiwa hapa Uvira, milio ya risasi ilikwenda kusikika usiku wa kuamkia hii siku ya 4, yani siku ya 3 usiku majira ya 2:30 ni kwenye quartier Mulongwe Avenue Kayaje ya 3. Milio ya risasi ilirindima kweli kweli, lakini tulijaribu kufuatilia, mpaka sasa hatujajua kisa cha milio hiyo. Ukiangalia jana tena maeneo ya Kavimvira majira ya saa 10 za usiku, milio ya risasi tena iliweza kusikika. Wakati tulifanya interview na gouverneur de la province du Sud Kivu, Bwana Jean-Jacques Elakano akiwa makamu gavana, aliweza kueleza kuwa hilo swala kupiga risasi kiolela wamelimaliza. Sasa ukiangalia kwa nini tena milio ya risasi inaendelea kurindima kila leo? Kwa hiyo tutapata nafasi ya kufuatilia ili tuje kuwajuza milio ya risasi ilitokana na nini. Na tangazo la jeshi la Burundi ambao wanaopatikana Mo Plateau waliweza kutoa tangazo yao tangu jana usiku kwamba leo watasukua zana zao nzito za silaha huko milimani, ambapo waliandika tangazo na kuomba wamama wa baba ambao wanaenda kwenye shamba waache kwenda kwenye shamba, kwa sababu zana hizo nzito zitalia hapa mjini kwenye milima inayoinukia Uvira. Kwa hiyo na kuomba raia wa Uvira wakisikia milio hiyo ya risasi wasishtushwe, kwa sababu watakuwa na hali ya kusukua zana zao nzito. Asante sana msikilizaji na mtazamaji wa televisheni yetu ambaye umetusikiliza kabisa kupitia televisheni hii mwanzo hadi mwisho. Na hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa uchambuzi wa taarifa zetu za habari ya tariki 2 mwezi wa 10 mwaka 2025. Matangazo ambayo ilichambua naye Janvier Emmanuel Kaluhia. Nikutakie usikilivu mwema kabisa wa vipindi vyetu ambavyo vinavyosalia kwa majali wa Mwenyezi Mungu. Kwaherini.